katika mkutano huu, sote kwa pamoja tutaondoka na uelewa pamoja na tutaweka maazimio ya pamoja ambayo yatatusaidia katika kutekeleza uboreshaji wa bidhaa za afya na kuboresha huduma za afya katika maeneo yetu ya kazi. Tukasimamie ukusanyaji wa mapato ya vituo vya kutolea huduma za afya ili viweze kulipa madeni ya bohari ya dawa kwa wakati mara tu baada ya kupokea shehena ya bidhaa za afya, kuepusha madeni yasiyo ya lazima. Kwa sasa hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya kwa primary health care tumefikia 86.2. Hii ni takwimu hadi kufikia Februari 2025. Kwa mwaka 2024 imeweza kutenga shilingi bilioni 205, na hiyo imesaidia pia katika kuimarisha hali ya upatikanaji wa dawa. Na kama mwakilishi kutoka MC alivyoeleza awali kwamba tuongee yote ili kupitia kikao hiki sasa tuweze kutatua changamoto ambazo zipo, na mwisho wa siku tuweze kufikia 100% ya hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya, na hivyo kutatua hali ya kuhakikisha kwamba mwananchi anapoenda kwenye vituo vya kupata huduma za afya anapata huduma bora. Natambua kwamba kuna vyanzo vingi vya fedha, lakini kupitia fedha za ruzuku sofa tunaweza kuwa na almost zaidi ya bilioni 133. Tuna imani kuwa kwa kushirikiana tunaweza kufanikisha malengo yetu ya kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya kwa wakati na kwa ufanisi. Ni kweli taasisi zetu za afya, vituo vyetu vya afya vinatoa huduma, lakini madeni hapo, lakini tumepokea vizuri sana haya maelekezo na tumejipanga kukusanya kwa kutumia mifumo yetu ya fedha, lakini kwa kulipa pia madeni ambayo MSD wanatudai ili MSD nayo iweze kujiendesha kuendelea kutoa zaidi bidhaa za afya. Changamoto bado ni nyingi, bidhaa unakuta zingine hazionekani, lakini pia unaweza oda kituo kizima usione. Yaani changamoto bado ni mpya kwa sababu mfumo pia ni mpya.